maana wanajua ya kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwivi ajabu. Na anawaelezea kwamba wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo. Kwa sababu maneno haya hata Yesu mwenyewe aliyazungumza. Kwa hiyo Paulo mtume alikuwa anajaribu kurejea yale maneno ili kuweza kuileta taarifa ya kanisa kuileta kwa watu hawa kwa usahihi. Kwa hiyo anataka wakumbushe kwanza, kama mstari wa 4 anasema kwamba bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wana wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Kwa hiyo pointi ya Paulo mtume anakuja kuambia ya kwamba ninyi hamko gizani. Kwa hiyo kwa sababu hamko gizani, sasa msilale kama wengine walalao. Sasa unaweza kujiuliza ni usingizi upi huyu ambao Yesu mtume Paulo alikuwa anazungumza na watu hapa. Mtume Paulo alienda mbali sana. Alikuwa anajaribu kuwaelezea kwamba msilale kama wengine walalavyo, kwa sababu ninyi hamko gizani, bali mko nuruni. Ninyi ni wa mchana, wala sio wa usiku. Wale wanaolala wanalala usiku kwa sababu wanaishi gizani, lakini ninyi wa mchana hamtakiwi kulala kwa sababu ninyi mnakaa nuruni. Kwa hiyo ukiona kwa namna nyingine, ukiona kuna kitu ambacho ukiona unalala mchana, ujue wewe sio wa mchana, wewe ni wa gizani. Kwa hiyo anajaribu kuelezea kwamba mambo ambayo mnapaswa kuyazingatia ni kutokubali ninyi wa mchana kuishi kama watu wa gizani. Na nilijaribu sana kuangalia Paulo mtume kwa nini alieleza maneno haya na kwa msisitizo mkubwa. Ule mstari wa 4, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi sio wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hata tukipiga kifuani imani, upendo na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Paulo alikuwa anaelezea sio usingizi unaolala huu wa mwili, huu wa kusinzia. Paulo mtume alikuwa anajaribu kuwaambia kwamba maisha yao ya kiroho, kwa sababu baada ya kumpokea Yesu Kristo, tayari ndani ya mtu, utu wake wa ndani, kuna nuru ndani ya mtu huyo inaingia. Kwa hiyo sasa, kama nuru ya mtu ya Yesu Kristo inaingia ndani, mtu huyu anatakiwa kutembea katika nuru hiyo, kwa sababu yeye aliyeko ndani ya mtu huyo, aliyeko ndani ya mtu huyo ni nuru. Kwa hiyo sasa, kama ni nuru, ina maana lile giza lililokuwa ndani kabla ya kumwamini Yesu liliondoka baada ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa Paulo mtume anawaambia kwamba hamtakiwi sasa kulala usingizi. Kulala usingizi maana yake ni kuruhusu ndani ya roho yako mavamizi ambayo yanasababisha kuuzima ulimwengu wako wa kiroho, kuzima utu wako wa ndani, baadhi ya mambo fulani ya kiroho kuto yachangamkia, kuto yatilia mkazo, kuto yaona ni ya thamani. Kwa hiyo unaona yani ni kawaida. Kwa sababu gani? Ndani yako tayari kuna kitu ambacho kimeingia, ambacho kinakuruga kabisa ile nuru ambayo iliingia ndani yako.